Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha katika huduma yetu ya siku ya leo. Ninamshukuru Mungu ametupa rehema, neema na fadhili zake. Imempendeza Bwana leo tumepata neema ya kushiriki kwenye ibada na tumekuwa na majukumu mbalimbali, na leo pia nimepata changamoto ya mtandao. Nilitamani kutuma kipindi mapema, lakini tumekuwa na shida ya mtandao kwa masaa mengi, na nashukuru Mungu sasa mtandao umerudi na naweza nikapata kipindi. Leo ni siku ambayo tunakwenda kumalizia vipindi vyetu kwenye mhula huu. Tulianza leo ni siku yetu ya 5 na tumekuwa tukiangalia nguvu ya damu ya Yesu kuvunja mfumo wa vitu vya enzi. Na ikiwa ni kipindi chetu cha 5, na kitabu kile cha Mathayo 25 na mstari ule wa 50 hadi 53 nitakwenda kusoma hapo. Biblia inasema, na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi ni habari baada ya Yesu kufa pale msalabani, nini ile nguvu ya damu yake ilifanya. Kitendo cha kufa msalabani, Biblia inasema kulikuwa na tetemeko kubwa la ardhi. Biblia inasema miamba ikapasuka, na si miamba kupasuka tu, asema na makaburi yakafunuka na miili ya watakatifu ikatoka, na baada ya kufuka kwake wakaonekana mjini. Nachosema ni nini? Nguvu ya damu ya Yesu. Uweza wa nguvu ya damu ya Yesu unaweza kupasua miamba. Nguvu za damu zinaweza kuponua makaburi. Nguvu ya damu zinaweza kufufua. Nguvu ya uhai, ndani ya damu Yesu kuna uhai wa Yesu. Ile nguvu ilipotoka iliingia kazini kupasua miamba. Ile nguvu iliingia kazini kufufua makaburi. Na Biblia inasema baada ya kufuka kwake, miili ya watakatifu ilitoka na wakaonekana na wengi mjini. Hii ni habari njema kwako kwamba Mungu tunayemwabudu ana nguvu, lakini ndani ya damu Yesu inaweza kupasua miamba. Kama inaweza kupasua miamba, hakuna vitu vyote vinasema mbele ya damu Yesu. Kama inaweza kufufua wako, hata kama kuna vitu vimezikwa kwenye maisha yako, hata kama kuna vitu vimekamatwa na ule mwovu adui, hata kama kuna vitu vimeshikiliwa kwa namna mbalimbali, nataka nikutie nguvu tena muda huu ya kwamba iko damu ya Yesu ina uwezo wa kufufua, ina uwezo wa kupasua miamba, inaweza kuleta vitu ambavyo vimekufa vikawa hai tena, inaweza kuleta vitu vilivyokataliwa vikawa hai tena. Ni kwa sababu iko nguvu ya damu Yesu yenye kupasua miamba yako majaribu kama miamba mbele zako. Ile nguvu, ukiamini nguvu ya damu sinaweza kupasua hiyo miamba unayopitia. Iko nguvu ya damu sinaweza kuharibu nguvu ya mauti imeshikilia kwenye familia. Biblia inasema na makaburi yakafunuka, yako makaburi yamezika vitu vyako. Tunakutana na wengine kwenye counseling, majenti wakikamata wanasema tulichukua madaftari tukazika makaburini, tukazika akili zake. Nakuta kuna watoto walikuwa wanasoma vizuri, lakini ghafla wamechanganyika, wamevurugwa vibaya, hawawezi tena kusoma, hawawezi kufanya vizuri. Kwa nini? Kuna mahali wamekamatwa. Sasa iko damu sinaweza ikafufua makaburi. Ikiwa kuna vitu vimefukiwa kiche makaburini, wakasema tunazika kama hivi ilivyozikwa, lakini kuna wengine wanafanya watoto chewa mayai visa, yale mazao yaliyoharibika ambayo hawezi kuzaa kitu, wanaweza kachukuliwa kasemelezewa
kama mwenyewe alivyokufa hivi, hakuna kitakachomea, hakuna kitakachozaliwa. Iko damu sinaweza ikapita hapo ikatoa hizo mauti ikaleta uhai tena. Twende tuombe mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Baba, ni siku ya 5 ya mafundisho haya, ni siku ya 5 ya maombi haya. Baba, ulipokufa pale msalabani, miamba ilipasuka na makaburi yalifunuka na miili ya watakatifu ikatoka makaburini. Nasi tunaamini Bwana, ziko mauti kwenye familia yako, mauti ndani ya familia. Ile nguvu ya damu Yesu Kristo ilipogusa miamba ilipasuka, ile nguvu ya damu ilipogusa makaburi yalifunuka. Naamini hiyo nguvu ya damu Yesu inaweza kupita sasa na kupaswa hiyo miamba na kupaswa hayo makaburi yakafunuka katikati ya familia yako. Iamini damu Yesu. Sahi naomba iamini damu Yesu inapita, ipo kazini sahi. Kuna msako unaendelea ulimwengu wa roho, zile mauti ambazo zimeachiliwa kwenye familia, zile mauti ambazo zimeshikilia yale makaburi yaliyokamata hatima, yanapenda kufunuka. Inaachilia damu Yesu anafunuka. Vitu vyako vilivyozikwa, inaachilia damu Yesu vinapenda kufufuka, inapenda kufunuliwa, inapenda kufufuliwa. Ikiwa akili za watoto wako zimefunga makaburini, naiachilia damu isipite, zilipokamata akili za watoto wako wakaweza kufufuka katika jina. Hizo akili zikafunuliwa. Ziko ndoa ambazo zimekamatwa, watu wameenda kwa waganga wa kienyeji, akili ziko huko. Unakuta mwanaume hakuelewi, unakuta mke hakuelewi, ni kwa sababu akili zake zimeshikiliwa, nafsi yake imezikwa makaburini. Ipo damu ya Pasaka ya mwana kondoo inaweza kupita na kufunua haya makaburi. Akili zako zinarudi, akili za watoto zinarudi, akili za mwanamume na mwanamke inaziachilia damu Yesu. Haya makaburi yaliyoshikilia vitu mbalimbali yanafunuka sahi katika jina la Yesu. Naachilia damu Yesu ilimwagika pale msalabani, hiyo damu ipite sasa na kufukua makaburi na kuyafunua. Vile vilivyozikwa vinatoka, vile vilivyozikwa vinafunuliwa katika jina la Yesu. Hatima yake iliyozikwa inakwenda kufukuka, inakwenda kufunuliwa sasa katika jina la Yesu. Kila kilichokamatwa, kila kilichoshikiliwa na madhabahu mbalimbali, kila kilichoshikiliwa na miungu ya nchi, kilichoshikiliwa na viti vya enzi, hiyo damu inapita, inapaswa hiyo miamba, inapaswa hiyo viti vya enzi. Damu iliyopaswa miamba, hiyo nguvu ikapite, ikapaswa viti vilivyoshikilia, ikapaswa hiyo miamba kama majaribu, kama miamba iliyoshikilia nafsi yako, iliyoshikilia maisha yako, inakwenda kupasuliwa katika jina la Yesu. Maana tuna Mungu mwenye nguvu, tuna Mungu mwenye uweza mkuu, tuna Mungu mwenye mamlaka iliyokuu, tuna nguvu mwenye mamlaka isiyoweza kushinda. Hiyo mamlaka ingia kazini sasa, huo uwezo ingia kazini sasa katika jina la Yesu. Haijalishi kuna vita kiwango gani, haijalishi kuna mashambulizi kiwango gani, inairuhusu damu ya Yesu, inairuhusu hiyo damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Hiyo damu Yesu ingia kazini, hiyo damu ya mwana kondoo Yesu ingia kazini sasa, ikafukua kila kilichofukiwa, ikafunua haya makaburi yako. Mambo yamezikwa, ziko ndoa zimezikwa kwenye makaburi, naiachilia damu sipite kwenye ndoa yako, ikaifufua ilipozikwa, ikaifufua iliposhikiliwa katika jina la Yesu. Hiyo nafsi iliyoshikiliwa makaburini, na achilia damu inapita, hiyo damu isipite, ikafukua hiyo nafsi iliyokamatwa, iliyozikwa makaburini, inakwenda kufukuliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mamlaka ya Mungu ingia kazini, uwezo wa Mungu ingia kazini. Vile ambavyo vimezikwa, vile ambavyo vimeshikiliwa, vilivyokamatwa kwa njia mbalimbali, damu isipite sasa. Ile nguvu ya damu Yesu iliyopaswa
makaburi na wakatoka hai, ipite kwenye maisha yako, ipite kwenye maisha yako. Hiyo damu isipite kwenye maisha yako, na kufufua vilivyozikwa, na kufufua vilivyokufa katika jina la Yesu. Ila maziwa lawekwa mbele yako, damu isipite kapasua haya mazuio, ila ulichoshikilia kushikilia, hiyo nguvu ya damu ikapita kupambana hivyo viti vingi kama miamba ambavyo vinasimama kuzuia hatima. Hiyo damu zikapasue katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ya damu Yesu ilete matokeo kwako, ilete matokeo kwenye familia yako, na ijulikane leo kwamba Mungu anaweza, anapojifunua. Tunapoyazimisha Pasaka, hiyo damu ya Pasaka yetu ilete matokeo kwetu. Hiyo damu ya Pasaka yetu amekwisha kutolewa. Hiyo damu yake ya thamani ilete matokeo maisha yetu. Tuone majira mapya, tuone msimu mpya, tuone matokeo mapya katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu, asante Roho Mtakatifu, maana unapita na nguvu zako. Asante Bwana Yesu, unapita na damu yako. Asante Mungu, unapita na utukufu wako. Nijulikane leo ya kwamba ni Mungu ulimtoa mwanao ili afe kwa ajili yetu, ili afe na nafsi yake anifidia nafsi zetu, na damu ya Yesu itukomboe katika jina la Yesu. Kuja damu sikalete matokeo wakianayefuatilia maombi haya katika jina la damu ya Yesu. Amen. Amen. Mungu wangu akubariki. Mungu wangu akutunze na kushukuru umetoa muda wako kufuatilia kipindi hiki. Na leo ni siku yetu ya tatu. Tumekuwa na vipindi tofauti, tulikuwa na siku 7 na siku 7 na tumekuwa na siku 5. Mungu akubariki sana. Na siku ya kesho natarajia kusafiri kuelekea maeneo ya Kilosa kule. Nitakuwa na semina, kitangazo liko kunajieleza wazi. Jiandae kwa ajili ya siku ya Jumanne, tutaanza tena mfululizo wa semina. Tutakuwa na semina la Mungu hapo. Natarajia Bwana akinipa neema nitakuwa live Facebook, lakini nita-upload pia YouTube. Kwa Mungu wangu akubariki. Wanafuatilia Facebook, wanafuatilia YouTube, kama mnafuatilia pia TikTok, karibuni YouTube pia kuna mafundisho mengi, na Mungu wangu awabariki. Amen. Mungu wangu akutunze, Mungu wangu ajidhihirishe kwako, uone utukufu wa Bwana, uone neema ya Mungu, uone fadhili za Bwana katika jina